Asante Mungu, nimempata mwanangu. Hivi huyu mtoto amefikaje hapa nyumbani? Huyu binadamu kweli? Mbona kila nikimtazama hisia za tofauti zinanijia? Na yule dada nilikutana naye njiani kaniambia kuwa huyu mtoto ni wa kitajiri. Nina maswali mengi ambayo majibu siyapati. Mume wangu. Mume wangu. Unajua nimekuita muda mrefu, ulikuwa unawaza nini? Nilikuwa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu tumeweza kumpata tena mtoto wetu. Nikajua unamwazia tena mtoto vibaya. Basi sawa mume wangu, twende ndani nikawapikie. Sawa. Kwani Mungu amtupi mja wake. Niko pala kuja kwako shemeji. Mbona hivyo shemeji? Kwani kuna shida gani? Shida ipo. Nimepewa habari kwa Ainoni amekuletea mtoto wa nje ndoa umlee. Na wewe umekubali kabisa kiurahisi. Hivi shemeji yangu, mbona unakuwa kama sio mwanamke wa mjini? Unaleaje mtoto sio kwako? Na kuwepesi kabisa, umekubali kumlea mtoto bila kujiuliza au kumuuliza mumeo mtoto amempata wapi. Mimi cha kukushauri shemeji yangu, inabidi umfuate Ainoni umuulize vizuri, huyo mtoto amchepuko gani ambaye ametia mimba nje ya ndoa. Nisikilize shemeji, nikwambie. Usichokijua, mimi ndo nilomkuta yule mtoto. Nikamwomba mume wangu tumlee kama mtoto wetu. Wala hata usiwe na wasiwasi shemeji yangu. Sasa hapa ndo nimepata ukweli. Kumbe huyu ndo amemchiti rafiki yangu Ainoni. Sasa hapa inabidi nimfuate Ainoni nimwambie ukweli. Kwa mke wako ndo amekuchiti na usikubali kabisa kumlea mtoto. Wanawake sio watu. Samundo, karibu. Asante. Hivi rafiki yangu Ainoni wewe mzima kweli? Nimefanyaje? Unaweza kufanya nini? Nimepata taarifa kuhusu mtoto aliokuwa naye ndani. Hivi rafiki yangu Ainoni, wewe utakuwa nini? Unakubalije kumlea mtoto wa nje ya ndoa? Sikiliza mwanangu, hebu kaa utafakari. Mkeo akuletea mtoto kijanja ili mradi umlee. Inabidi uwafukuze humu ndani. Afadhali ungekuwa wewe ndio umempa mimba mwanamke wa nje kuliko mkeo kukuchepuka. Tia akilini mwanangu hiyo. Kitu alichokisema Samundo inawezekana ikawa ni kweli. Sasa subiri arudi huyu mwanamke, atanieleza vizuri. Hicho unachokiwaza sio sahihi. Wewe tena umefuata nini hapa? Kilichonileta hapa, nimekuja kukusisitizia kuhusu yule mtoto. Naomba umlinde na kumlea vizuri, maana wewe ndo mtu pekee uliochaguliwa kumlea huyo mtoto. Kwani huyo mtoto ana uhusiano gani na mimi? Mbona kila mara umekuwa ukinifuata tu na ukinielezea kuhusu mtoto? Nieleze kama ndo mama yake. Na kama ni mama yake umchukue ondoke naye.
Sio kila muda unanifuata mimi tu unanielezea habari za mtoto. Nishachoka, mchukue ondoke naye. Huu sio muda sahihi wa kunifahamu. Ila wakati sahihi ukifika, utanifahamu mimi ni nani. Cha kuzingatia, umlee na kumlinda vizuri huyo mtoto. Maana ndo bahati pekee iliyoingia katika familia yako. Mtoto na nini? Kalinyo, yaani Samundu bila kumwambia ukweli hawezi kuacha ujinga wake. Kweli, unajua bwana, mtoto wa kiume ukiwa na tabia za kike hata haipendezi. Mimi nakwambia mwanangu, wewe ndio maana tunamkataaga. Ana mambo ya kijinga kishenzi yani. Sasa si utoto. Utoto sana mwana, wale mwenyewe yaani mambo yake. Vipi wanangu? Wana mpofeshi. Wengine wako wapi? Yaani kama ni kweli umetoka kufanya jambo ambalo mkongwe katusimulia hapa, Samundu utakuwa umekosea sana ujue. Sasa mimi nimekosea wapi bwana kama? Mimi nimeenda kumwambia hali halisi. Hatakiwi kulea mtoto ambaye sio wake. Alafu na kingine, yule mwanamume mwenzetu ujue, hatakiwi kukaa kibwege. Ujue wanawake wana mitego mingi sana. Hasa walokuwepo ndani ya ndoa. Yaani ndo hamna kitu kabisa. Ukifuatilia hali halisi bwana kama, wanaume wengi wanalea watoto ambao sio wao. Unajua Samundu, ufanya hivyo unakosea sana. Kutokana yule ni malaika. Na yule mtoto wamemwokota. Kwa hiyo wanandoa wamekaa chini, wamepanga kwamba yule mtoto walee. Unaona? Sasa wewe unavyoingilia na maswala unakuwa unakosea. Wewe kuweza. Unajua rafiki yangu anachukulia poa ujue. Waidoni uje kaeka hela yake ujue. Kaoa sio chini ya milioni 1. Usichukulie simple. Yaani Samundu, kuambia ukweli wewe ndio kitu ambacho utakagi. Wewe umeambiwa tu. No research, no right to speak. Haujachunguza. Samundu, hauna uhakika. Umelivalia njuga tayari umeenda kulifanyia maamuzi yako ya kipumbavu. Okay, haya wakishagombana utapata faida gani? Ama hujui kugombanisha watu walio kwenye ndoa kuna dhambi? Pote le apote. Bora nipate dhambi tu. Nakwambiaje? Mimi navaa roho ya dofitra. Kuliko rafiki yangu alee mtoto ambao sio la kwake. Hii mnasemaje nyinyi? Inakuaje mzee? Kama kawaida. Kama kawa. Bwana nilikuwa nakuja kijiweni hivi. Nikiamini kwamba wadau nitawakuta kule. Sasa nashangaa na nyinyi tena mna separate rafiki yangu. Mimi mwanangu kweli kwa kijiweni pale nimekaa. Niko paskani pale mwanangu nimetulia sema tu nimepigiwa simu na mgeni wangu hapo on time. Ndio naruka ghetto kwenda kumcheki. Unajua mimi nimekaa kiboya pale home. Nikiwa na stress sana kichwani. Nikiamini kija kijiweni pale naweza kasafisha kichwa na wadau wangu. Sasa wadau mnanikimbia tena rafiki yangu. Mwanangu mkongo ujue kashatuelezea kila kitu kuhusu Samundu. Samundu unamjua vizuri sana. Yaani kama kuna kitu ambacho kikuadhisha sasa hivi ni namna gani utaweza kumlea mtoto wako. Ila kuhusu watu wengine au kuhusu wao wengine achana nayo bro. Sawa? Ushauri wangu siku zote biko vile vile. Kama nilivyokushauri mara ya kwanza na sasa hivi nakushauri tena vile vile. Kaka, zile ndo small blessing. Usisubutu kuanza kumtupa yule mtoto au usisubutu kuanza kwenda against na kumlea yule mtoto. Shikilia hapo hapo uliposhika. Mlee yule mtoto. You never know mbele atakusaidia vipi ndugu yangu. Sio kama unanielewa lakini. Samundu achana naye. Na mimi wala siwazi kuhusu yeye. Ila kinachoniwazisha kichwani kwangu. Unajua tangu nimwokote mtoto kuna mwanamke nimekuwa nikutana naye. Inaonyesha namfahamu huyu mtoto. Sasa sielewi ni nani kamfahamisha hizi habari. Pengine wewe kuna mwanamke yote ambaye ulishawahi kumwambia au demu wako yote ushawahi kumgusia kuhusu hili swala? Kusema ukweli mwanangu, mimi katika list ya mademu zangu sijawahi kukaa kumuelezea demu yoyote kuhusu mambo tunayopanga mimi na nyinyi.
ya kiume huwa tunabaki nayo wenyewe wanaume. Ushafahamu? Sijajua labda mwanamke anaonekanaje. Kimo chake ni mfupi na rangi ya ngozi yake ni brown. Na mavazi pia huwa anavaa vipi? Mara zote nikikutana naye huwa anavaa mavazi mafupi. Naweza nikasema slay queen tu hivi. Na ulivyomuona je, lipo vitu vyako kabisa, shepu ipo. Mzee wangu, sasa hapo ujue cha kufanya nini? Ujue huyo mwanangu inabidi tukutane naye, yaani hata kama mimi nakuwa sipo mzee, hakikisha wewe unakutana naye, unampiga hata picha alafu unaletea mwanangu, mradi tuweze kumsaka hapa mtaani. Yaani mimi nataka nimuingie mwanangu against huyo, ili mradi tu kwamba tuelezee kwamba mtoto, unajua nataka nimuulize kiundani zaidi, atupe details za kutosha. Mimi nataka niingie deep mzee, nilivagai zima. Umeona? Najua mimi nikimtaitisha fresh kwenye 18 zile. Kaka huyu atafanya milia itatoka tu mzee, lazima tuambie ukweli kuhusu mtoto. Wewe bwana. Kusoma mwanangu. Kaka unamaanisha. Samahani kwa kukusumbua mfalme wangu. Bila hata samahani. Vipi? Umetekeleza wajibu wako kama tulivyokuagiza? Ndiyo mfalme wangu, nimetekeleza wajibu ulionipatia, na ule mtoto nimemwacha katika familia iliyo bora, na naamini watamlinda na kumlea vizuri katika misingi iliyonyooka. Vizuri sana. Wewe ndo ninayekuamini na wewe pia ndo ninayekutegemea. Kwa hiyo mlinde mtoto dhidi ya maadui waliotuzunguka, na hiyo familia ipo mikononi mwako kuanzia sasa, na uwe nayo bega kwa bega kwa kila hatua. Nimekuelewa mfalme wangu, na nitatekeleza wajibu wangu, na ile familia nitazidi kuwa nayo sambamba ili kumlinda malkia wetu dhidi ya maadui wote waliotuzunguka. Vizuri, nikutakia kila laheri katika majukumu yako. Kwaheri.